بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inshallah tuendelee madarasa ya sera, na mwisho tuliashiria kuzungumza kisa cha atayammum na ilikuwaje mpaka tukapewa hukumu ya kutayammum. Naam, kwa ufupi kabisa ni kuwa kawaida ilipoamrishwa ama tulipoamrishwa Waislamu kuswali aliposafiri bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani alipoenda safari ya Isra na Mi'raji, alipoamrishwa kuswali pia akaamrishwa na kutawadha. Bas bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawa ni maarufu, ambaye anashindwa kuswali kutawadha, ambaye yataka kuswali basi lazima atawadhe wa hakadha. Sasa hii kisa cha tayammum kilitokea hasa ilikuwa wakitoka vitani. Kawaida bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoka na mmoja katika wake zake. Bas bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka hiyo siku ama vita hivi, alitoka na Sayyidatina Aisha. Na Sayyidatina Aisha bado alikuwa mdogo, si mkubwa sana. Bas yeye Sayyidatina Aisha katika kurudi kutoka na safari alipoteza kama utasema bangili yake moja, yani katika zile zitwaje mapambo yake ilipotea, ilianguka. Alikuwa amekwenda kujisaidia, basi akirudi ikapotea ile. Wakati sasa jeshi lataka kutembea kutoka ile sehemu limetulia, jeshi lataka kutembea, basi Sayyidatina Aisha aka notice kuwa hana ile kama ni bangili yake ama ile pambo lake. Hapo akasimamisha, yani kabidi jeshi lisimame ili Sayyidatina Aisha aende akatukue nini akatukue ile pambo lake, aende akalitafute, yani ile pambo lake ama ni bangili yake. Sayyidatina Aisha akarudi, maskini akatafuta mpaka akaipata. Bas Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu akamlaumu Sayyidatina Aisha, akasema yani kwa maana akamlaumu kuwa wewe mbona wafanya mambo kama haya, umesimamisha jeshi zima na nini kwa ajili tu yako, imbidi jeshi lote lisimame na hapa tumesimama. Sasa shida ilitokea vipi? Pale waliposimama ilikuwa ni sehemu hakuna maji. Pale waliposimama ilikuwa ni sehemu hakuna maji. Basi Saidina Bakar akamlaumu Sayyidatina Aisha, yani lau tungekuwa sisi tumetembea tungefika sehemu nyingine tukapata kuswali bila wasiwasi wote, yani tungepata maji tukatawadha. Lakini sasa kwa sababu wewe untuchelewesha hapa, basi tukapata tukafungika, tukapatikana sehemu ambayo time ya swala imeingia na hatuna maji. Sasa angalia ile kumlaumu. Basi Sayyidatina Aisha maskini ikawa ile yasikia ile uchungu taban, manake kweli yani yuona kama kweli amekosea wa hakadha. Lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu akashukisha aya ya tayammum. Mwenyezi Mungu akashukisha aya ya kutayammum, na ikawa khairi kubwa sana mpaka ikawa maswahaba yani waenda kwa Saidina Abubakar wamwambia, bahati yenu bwana, nyinyi bahati yenu sana, yani nyinyi hakuna tukio lolote linalofungamana na ahli yenu na familia yenu, yani familia ya Abubakar, isipokuwa tupata khairi. Sisi tumeketi tumesikia vibaya kuwa tuko mahali hatutopata kuswali vizuri, hatuna maji ya kutawadha na nini, lakini kwa ajili ya neema hii tukaletewa aya za tayammum, tukaletewa ruhusa ya kutayammum, yani tukaletewa alternative. Ikiwa hamuna maji basi fanyeni nini? Tayammumuni. Subhanallah, yani mpaka ikawa Saidina Bakar yasikia raha Sayyidatina Aisha pia yajifakhiri kuwa yeye ndo katika sababu ya ile aya ya tayammum kufanya nini? Kushuka. Manake yeye ndo alisimamisha watu sehemu ambayo hakuna maji, na kwa sababu ya hiyo ikabidi aya za tayammum zishuke. Waumini ama Waislamu ikawa sasa ikiwa hakuna maji mtu yafanya nini? Swali kwa kufanya nini? Kwa kutayammum wa hakadha. Naam, kwa ufupi hiki ndo kisa ama haya ndo matukio ama sababu iliyotokea mpaka zikashuka hizi aya za nini? Za tayammum. Naam, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama sasa kuhusiana na ghazwa ama vita hivi vya Khandaqi, leo kwa darasa hili tutagusia tu zile asbabu, yani zile sababu ilikuwaje mpaka vita hivi vikaanza. Kwanza hivi vita vya Khandaqi vilikuwa mwaka huu wa 5, na katika baadhi ya akwali vilikuwa katika mwaka wa 4. Kwa hivyo baadhi ya maulama, baadhi ya vitabu vya sira utaona vita hivi vaelezwa mwaka wa 4. Haina neno mtu yani ni khilafu ama zimenukuliwa riwaya tofauti.
Na sababu ya vita hivi, ama afwan, hata kabla kwenda kwenye sababu, vita hivi vimeitwa vita vya Khandaqi na huitwa pia vita vya Ahzabi. Huitwa vita vya Khandaqi na pia huitwa vita vya Ahzabi. Maana ya Khandaqi kama tunavyojua ni Khandaqi, sisi Waswahili tunasema Khandaqi, yani ni ile shimo ambalo hujengwa, jitaro ama jishimo jikubwa, ndio huitwa Khandaqi. Ama Ahzabi ni vipote, magurupu. Kwa nini ikaitwa vita vya Ahzab, ghazwa yani kwa nini ikaitwa ghazwatul Ahzabi? Kwa sababu mapote na makundi ya Makureshi yalikutana kuja kumpiga bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani ilikutana aitwaje, mapote mingi sana, Makureshi, watu wa Tihama, watu wa Najdi, makundi kwa makundi yalikutana, basi ndio ikaitwa ghazwatul Ahzabi. Naam. Ama sababu yake ni kuwa wale Mayahudi walipoona kuwa hao mushirikina wameshinda katika vita vya Uhud, wakaanza kupata kidogo morali, wakaona sasa hapa sisi tunaweza kumattack huyo Muhammad, tunaweza kwenda kumpiga vita huyu, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bas wakatoka baadhi ya Mayahudi, wakatoka wakaenda kuitwaje kule Makkah. Na wao pia walikuwa, kama wakumbuka tulipotaja baada ya vita vya Uhud, Abu Sufyan aliweka ahadi, akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa tutakutana Badri mwaka ujao. Lakini hao wakumbuka, walipotoka Waislamu hao wakaogopa, wale makafiri hawakuja, wa hakadha mpaka mwisho. Bas hawa Mayahudi wakakasirika pia kwa kutolewa kwa wale Banu Nadhiri. Kwa sababu ya haya yote wakaenda huko Maka, wakaketi na wale waitwaje Makureshi, kuzungumza nao, wakawatia maneno, wakawatia moto mpaka la ilaha illallah Muhammadur Rasul, mpaka wale Makureshi wakaona hawa watuambia watakuwa na sisi mpaka tumtoe huyu, basi ni uzuri. Wakasikia raha kuwa wampata nini, wampata wasaidizi. Mayahudi walipotoka pale Maka wakaenda Najdi, wakaambia vile wakazungumza na watu kutoka Ghatafani, wakapanga nao wote, wakasema khalas, sasa tutakutana sisi sote na tushazungumza kule na Makureshi. Wakakutana, yani kusema kweli makabila mingi sana. Katika Makureshi taban Abu Sufyan ndo alikuwa aitwaje, Abu Sufyan bin Harb ndo alikuwa kiongozi. Wakatoka katika Ghatafani wengine hao aitwaje, kiongozi wao aitwa Uyaina bin Hisan. Wakatoka watu kutoka Murra, kabila la Murra, kiongozi wao akiitwa Al-Harith bin Auf. Wakatoka kabila kutoka kutoka makabila kutoka sehemu inaitwa Ashja, kiongozi wao akiitwa Mas'ud bin Rukhaila. Na pia Bani Asad, kiongozi wao akiitwa Tulayha bin Khuwailid al-Asdi. Na Banu Sulaim wakatoka, kiongozi wao akiitwa Sufyan bin Abd Shams. Basi angalia haya makabila yote wakakutana, wakajipanga, wakawa sasa watakwenda watawahujumikia ama wataattack Waislamu, yani manake wataka kuumaliza kabisa, wamtoe bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nguvu zake, waporomoshe yani Uislamu. Naam, inshallah hii ndo sababu tushajua. Inshallah katika madarasa yatakayokuja tutazungumzia yalotokea sasa baada ya hapo. Bwana Mtume ashajua na wale kule washajipanga, washaanza kutoka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atareact vipi, atafanya raddatu fi'li yake itakuwaje kuhusiana na yani vitisho hivi vya Makureshi. Inshallah sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.